Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakuja mbele zako mmoja mmoja na kwa pamoja, na wengine ambao wanatufuatilia mahali popote pale walipo, ndani ya nchi na nje ya nchi ya Tanzania, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakushukuru kwa sababu umesema nasi Bwana juu ya nguvu zilizoko katika damu yako na uweza ulioweka ndani yake kwa ajili yetu. Tunaomba toba kwako katika jambo lolote unalolitazama ambalo limetoa nafasi ya shetani kutushinda katika vita vya kiimani, kutushinda Bwana katika vita vya kusoma Biblia, ili tusije tukawa na imani ambayo inaweka kwenye matendo na inatupa ushindi dhidi ya ulimwengu ambao shetani anautumia kwa ajili ya kupanga safu zake za kimifumo. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, angalia watoto wako na watumishi wako hawa Bwana, na watu wako mahali popote pale walipo na walioko mahali hapa. Tazama yule ambaye Bwana ameshindwa kusoma Biblia, au anasoma Biblia anaacha nusu, anaacha kwa sababu akisoma haelewi kitu. Angalia huyo ambaye anasoma haelewi Bwana, katika jina la Yesu Kristo msaidie. Na huyo ambaye Bwana anasoma lakini hakuna uhakika nao upata, ndani yake kumejaa kutokuamini kuliko kuamini, ingawa ni msomaji mzuri wa Biblia. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, anasoma Biblia hapati majibu, na kwa sababu hiyo kinywa chake kimejaa malalamiko, anayojibu lakini hajui kwamba liko jibu ndani ya Biblia. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ni mtumishi wako, ni mhubiri mzuri sana, ni mwimbaji wa kwaya mzuri sana, lakini haamini kitu anachoimba, haamini kitu anachohubiri. Mungu, na kwa sababu hiyo hatuoni matokeo katika maisha yake. Mungu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba uturehemu. Tunaomba uturehemu, tunatubu kwako, tunatafuta ushindi katika jambo hili la awali kabisa. Na kwa sababu hiyo Bwana, kwa mamlaka ulionipa ya nafasi ulionipa, na kwa mamlaka ya kikuhani ulionipa, ninachukua damu ya Yesu ya Agano Jipya iliyoamriwa na wewe, ninanyunyiza juu ya vichwa vya watu hawa, juu ya maisha yao, ninanyunyiza katika akili zao, ninanyunyiza Bwana juu ya fikra zao, juu ya macho yao ya ndani na ya nje, juu ya masikio yao ya ndani na ya nje, ili upofu wote wa kipepo, utawala wote wa kipepo, uwe ni wa kurithi au ni wa kuokota au ni wa kupewa au ni wa kutafuta, tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo inayonena mema kuliko ile damu ya Habili. Maneno yote ya laana yaliyosemwa juu ya mtu huyo, ili asisome na Biblia akaelewa, maneno hayo yaliyorushwa kama laana kwenye mlango wa kanisa hilo, ili watu wakiingia huko ndani waishie kugombana tu, wasielewane, wasisome Biblia, wajadiliane vitu vingi lakini sio neno lako la uzima. Ninaachilia damu ya Yesu juu ya vichwa vyao, ninaachilia damu ya Yesu juu ya vichwa vyao na juu ya maisha yao, na kuondoa uhalali wa shetani kumiliki kufikiri kwao, kumiliki Bwana juu ya akili zao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ili wapate kujua kile ambacho unawasemesha katika nyakati hizi, wajua umuhimu wa neno lako na damu yako katika nyakati hizi za Agano Jipya, katika jina la Yesu. Shetani, nguvu za giza, achia watu hawa, huna mamlaka tena ya kukaa ndani yao, huna uhalali tena wa kukaa ndani. Damu zote ambazo ulirusha juu yao pamoja na maneno zimeshapoteza uhalali. Agano Jipya limekuja na damu mpya ya jina la Yesu, kwa ndani yake limebebwa, na damu yake imebeba uzima wake, na damu yake imebeba neno lake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu. Pepo kipofu unaipofua macho ya ndani, toka katika jina la Yesu. Toka unayepofua na macho ya nje, toka katika jina la Yesu. Toka katika jina la Yesu. Toka, achia fikra hizo, achia fikra hizo, achia usomaji wake wa Biblia, achia usomaji wake wa Biblia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza, wewe unayenyemelea kwenye moyo wake ukakuta hajaelewa neno la ufalme, unalinyakua ili asije kaamini na kuokoka. Tunaondoa zuio uliloweka kwenye moyo wake ili asije kaokoka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaondoa hilo zuio la kwamba asiokoke, tunaweka neno na kutamka ya kwamba anaokoka leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Anampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Fungua fikra zake apate kuelewa na maandiko Bwana, na imani ijengeke ndani yake, akaone ushindi kwake Bwana ulioweka ndani ya damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.